Huku hisia mbalimbali zikiendelea kuibuliwa kuhusu hatua ya Rais William Ruto ya kutia saini mkataba wa makubaliano na kinara wa ODM Raila Odinga. Rais Ruto amejitokeza na kutetea hatua hiyo, akiweka wazi kuwa ananuia kuendeleza ushirikiano na viongozi mbalimbali nchini, hatua ambayo itasaidia pakubwa katika kuliendeleza taifa. Tulikubaliana na ndugu zangu ambao tunashirikiana na wao katika serikali ya Kenya, akiwemo spika wetu Moses Wetangula, akiwemo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na viongozi wale wengine, ya kwamba tutatembea kwa pamoja. Rais akitupilia mbali tetesi kuwa muungano huo unanuia kutoa nafasi ya kugawana nyadhifa muhimu katika serikali ya sasa, akiweka wazi kuwa kupitia ushirikiano huo taifa la Kenya litapiga hatua muhimu za kimaendeleo. Ni kwa manufaa na sio kwa manufaa ya mambo ya kugawana vyeo ama manufaa eti ya uchaguzi. Hapana. Tuungane ili tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Zaidi ya hayo, rais ametetea hatua yake ya kuondoa vikwazo katika kupeana vitambulisho kwa wakazi wa maeneo ya mipaka, akibaini kuwa hatua hiyo inanuia kuhakikisha kuwa kuna usawa na hakuna yeyote atakayebaguliwa kwa misingi ya kidini au jamii yake. Hatuwezi kuendelea na mambo ambayo inagawanya wananchi katika viwango viwili. Ati kuna Wakenya wanapata vitambulisho kwa hali moja, alafu kuna Wakenya wengine wanapata vitambulisho kwa kiwango kingine. Aidha, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amelalamikia mchanganyiko unaoendelea kushuhudiwa kuhusu majukumu ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti, zaidi akisikitishwa na utata unaoshuhudiwa kuhusu ugavi wa mapato. Revolution inakufa kwa sababu fedha hazitoshi, fedha zinakuja kama zimechelewa. Majukumu ya county sasa hata hayachukuliwa na national government, sasa ni wabunge ndio wanafanya hayo majukumu. Wabunge wanajenga mahospitali level 3 and level 4. Haya yalizungumzwa katika hafla ya mazishi ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati. Kiongozi huyo akisifiwa kwa mambo aliyofanikisha, hasa kwa kustahimili changamoto zilizojitokeza katika chaguzi za mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022. Wito ukitolewa kwa kuwepo kwa uwazi katika mchakato wa kuwateua makamishna wapya wa IEBC. Hakikisha kwamba ni lazima atekeleze wajibu wake kulingana na sheria. Kuwa rifari wa uchaguzi katika nchi yenye siasa kalikali kama Kenya si kitu rahisi. Na mimi najua hata baada ya commissioners wapa kuwekwa, kila mtu atasema huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, huyu na huyu. James Mwangi, Undugu TV.